الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulikuwa tuko katika kuelezea malengo ya malezi ya Qur'ani katika kiwango cha pili au katika swafu ya pili baada ya lile lengo kubwa, na tukanena kwamba alipokuwa anaelengwa kwa malezi haya ni mwanadamu, na mwanadamu harakati zake na sakanati zake zasababisha mahusiano aina nne. Kwanza ni mahusiano yake na Mola wake, na tukaeleza kinachotakikana katika mahusiano haya ni maarifatullah, al-imanu billah, ibadatullah, shukrullah, dhikrullah. Hizi zote zaingia katika kutekeleza upande wa mahusiano ya mwanadamu na Mola wake. Pili, tukazungumzia upande wa mahusiano ya mwanadamu na nafsi yake katika kujijenga kiakili, kimaarifa, na katika kuzielewa zipaji alizompa Mwenyezi Mungu za kihisia zilizoko ndani ya nafsi yake, ambazo nilizihisabu tangu zile anazoshirikiana na wanyama na zile ambazo uko nazo peke yake, na kuna mengine nimeyakata, nimeyafupisha kulingana na wakati. Leo nataka kuzungumzia sehemu ya tatu, na ya nne sidhani kama nitaiweza, nayo ni alaqatul insani bighairihi, na wenzake. Ya nne ilikuwa ni alaqatul insani ma'a tabia na nature, wenzake sawa wa karibu, sawa wa mbali, wenzake sawa wa ndani ya boma ama wa nje ya boma, kwa mafuhumu yoyote utakayo kuifahamu. Boma ni ya dini, ni ya madhahabi, ni ya ukabila, ni ya nchi, endelea mpaka mwisho. Na mahusiano haya baina ya mwanadamu niliyagusia jana kwamba yatokamana na ile tabia tuliyoizungumza jana, tukaiita naz'atul ijtima, kwamba mwanadamu ana msukumo wa kutangamana,
Na katika kuitika msukumo hunu wa kutangamana, sio tu akidhi mahitaji haya, bali hunu msukumo umetangamana na mambo mengine pia. Na ndio hata ukirudi kusoma zitabu za kijamii utapata wanazuoni wamekhtalifiana katika kutaja sababu zinaomfanya mwanadamu aunde jamii. Ule akwambia ni hili, ule akwambia si hiyo, ni hili, lakini ukweli wa mambo ni zote zaingiliana. Lakini ya kimsingi ni ile hali ya kimaumbile ya yeye ataka kutangamana, hapendi upweke, lakini hali ile ya kimaumbile ikaingia ndani yake kitu kinachoitwa, wanachokiita wao katika lugha za kinini ni talbiyatu hajatihi shakhsia. Pia ataka kutekeleza mahitaji yake mengine mpaka apate wenzake awatumie, au kwa lugha ya Qur'ani ni ile taskhir, au unene ile aya warafana ba'dakum fawqa ba'd liyattakhidha sukhriya, ndio hiyo taskhir. Hawezi mwanadamu angawa milionia kutekeleza kila jambo lake bila kuhitaji wenzake, lazima apate watu wawatumia. Na hiyo wankuliwa dalili ya kutumiana. Watu waunda jamii kutumiana, mimi nakuhitaji na wewe wanihitaji, mimi nina kitu nakitaka kwako na wewe una kitu. Mathalan, tajiri amuona maskini ahitaji pesa, kwa hivyo maskini ahitaji senti kwa tajiri, lakini na tajiri pia ana mahitaji yake kwa maskini. Kwa hivyo kutakuwa na tabadulul masalih, ndio inaoitwa ile. Kwa hivyo njoo tukae tubadilishane maslaha. Wewe wataka huduma, kuna mambo huwezi kushika mwiko ukajenga mwenyewe, huwezi kufua mwenyewe, huwezi kupiga pasi mwenyewe, huwezi kuwa wewe ndio tajiri na wewe ndio mlinzi wa nyumba yako, huwezi kuwa wewe una shamba na wewe ndio mkulima. Sasa wewe wahitaji huduma ya mtu akulimie, wahitaji huduma ya mtu akulindrie, wahitaji huduma ya mtu, endelea mpaka mwisho. Lakini na mimi pia nakihitaji hicho kilioko mkononi mwako, nazihitaji pesa zako. Sasa ndio hutengenezwa mikataba, si lazima ya kuandika, yani ya maelewano katika jamii, kila mmoja akawa humtumia mwenzake na kila mmoja hupata faida yake. Hizi ni katika sababu ya kuongezeka, lakini kimsingi ni ile nazaa ya kimaumbile ikatangamana na maslaha, sasa ikajengwa katika hayo. Nyingine, mwanadamu apenda ukubwa, au wenyewe wajiita nazaatu taali wal kamal. Kila mtu apenda ukubwa, lakini utakuwaje mkubwa kama hakuna wenzako? Hala tasawari wewe, nunua kisiwa kiko nje ya nchi peke yako, jenga mapalas, jenga bunge, jenga ikulu kule ndani, jenga kila kitu, mabarabara, wewe pekee kule, kisha tangaza wewe ni rais wa kile kisiwa. Una raha gani uraisi ule? Hauna paredi, hauna mabodyguard huko kufuata. Yani tasawar peke yako wewe wajiita ni mfalme ama wajiita nani? Ni rais. Huwezi. Raha ya kuwa mkubwa ni kuwa na nini? Ni kuweko wadogo. Raha ya kuwa bosi ni kuweko nini? Ni kuweko watu wakufuete nyuma. Na huwezi kupata watu wakufuete nyuma kama hakuna nini? Tangamano jamii. Sasa hizi zote huja zikatangamana. Suala la kimsingi, tunataka kurudi kwenye malezi. Uislamu unapokuja katika mfumo wake wa kimalezi kuweka malengo yake katika kutoa mpangilio wa mahusiano, kwanza, na hili ni kitu ambacho sitaki kudai, lakini yaweza kuwa kuna asilimia kubwa huwezi kukipata katika mfumo mwingine wowote isipokuwa wa Kiislamu na wa Qur'an. Kwanza
Qur'ani yakwambia mahusiano yenu na wenzenu yaanza kwa waliokufa, sio kwa walio hai. Yani mfumo wowote katika kulea jamii, katika mahusiano yake, ni lazima utanganye walioko, waliopita, watakaokuya. Sio walioko bilfi'li. Yani mimi katika kupewa mwongozo na Qur'ani, katika kupanga maisha yangu ya mahusiano, yataka yaanze mimi na nyinyi tunaoishi pamoja zama zimoya. Si lazima tunaishi pamoja katika muhimu moja, yani tulioko katika zama zimoya, na mimi na walo tangulia, tena sio walotangulia yana na yuzi, hata walotangulia kwa miaka 1000, na mimi na watakao kuya. Lazima zitu zote hizi ziwekwe calculation. Kwa ile unenapo saa zote umefundishwa kuomba dua. Sheikh Ali kukwambia namna ya kuomba dua hapa, uwaombe mpaka waliokufa. Kwa nini? Kwa nini usiwaombe walio hai tu? Rabbana ighfir lana, mando tusamehe sisi tulioko fi hadha zaman, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wale ndugu zetu waliotutangulia kabla ya nyaka 10, kabla ya nyaka 100, kabla ya nyaka 200. Ni msururu mmoja, ni jamii moja. Anayekufa katika jamii yetu haambiwi hana alaka tena katika hii jamii, wala hahusiki tena, bali anayo. Jamii imkumbuke na athari zake pia zipo, japokuwa hamuzioni. Mfano tu leo, sisi tumetangamana hapa watu kama 150 au zaidi, twafaidishana, twakitumia hichi kituo, huu msikiti, twamwabudu Mwenyezi Mungu, twasomeshana elimu, twaedheana. Ipo haki ya kumtenga katika mchango hunu mathalan Sheikh Ali bin Saleh Mafagir, ambaye ndio alotoa ardhi hii mathalan ya. Kwa hivyo japokuwa nyinyi mwamuona ashakufa huko kaburini, lakini athari ya mchango wake katika hii jamii yetu iliyoko hai yaendelea kufanya kazi mara nyingine kiasi kikubwa hata kuliko sisi tulioko hai. Pengine sisi jumla ya kuya kukitumia hichi kituo hatuyachangia kama alivyochangia yeye. Sisi tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo tusikate mawasiliano na watu wenye mchango katika hii jamii. Sasa hisabu tuwayuao na tusowayua. Leo ukiketi hapa, kila ukiangalia hizi nakshi kwenye madirisha wasikia raha, urembo mzuri. Ile jana hubbul jamali wa nini wal kamal, ni mchango nani ile kwa wale jana hawa, marhum al-ustadh Ali Swabu, kwa mchango wake unaona raha alivyochonga hayo matirisi. Sikwambii hizo hati za ukutani za yule, hayo matirisi yaliochongwa mathalan kwenye yula madirisha na la milango. Wa hakadha, kuna watu wamechangia kimada. Kuna mtu ametoa ardhi, kuna mtu akatoa bloki, kuna mtu akatoa smiti, kuna mtu akatoa nguvu zake, kuna mtu akatoa maarifa yake, kuna watu akalelea. Kwa ile saa zote tusikate mawasiliano, kwa sababu mengi tunayoyaishi nayo katika matunda yetu ya kijamii ni matunda ya waliotangulia katika michango yao. Na umma ukikosa kutambua waliotangulia, waliochangia, utakosa kuzitambua yale nilowaambia yuzi, neema zilizowazunguka. Siku moja niliwaambia hapa msikitini, katika neema kubwa tulizonazo katika mii yetu kila mui, lakini mimi nazungumza hapa kwetu hapo kisiwani, ni neema ya misikiti. Mfano leo misikiti imethidia mingapi? Kwa hesabu yangu mimi kuna kipindi kwa tumefika kama 35 sijui.
35, 36 na pengine siku hizi imeongezwa pengine ishafika 40. Yani tuna senta 40 zetu hazina alaka na serikali, hata kama ni msikiti wa Bajuri ni senta hiyo. Yani ni mahala tuweza kukutana, ni mahala tuweza kufanya mitingi, ni mahala tuweza kufungua nini tuition, watoto wakaikiwa mwalimu wakaenda wakafanya nini, hakuna malipo. Watu hizo CDF yowe kubwa katika maendeleo hupijwa ati imetoka itokako imekora kujenga holi muimoya na pala mabati yu na boksi la nini la mabloki kapijwa na mapicha, sijui kumetumiwa pesa ngapi, husifiwa mbunge sijui nani. Nyinyi katika kila mtaa mna holi 2 au 3. Pole, sitaki kuwa mkuu wa msikiti holi nafananisha tu kwa ila msikiti na holi ni zitu tofauti, lakini yale tunayotaka kuyafanya yote katika ile tunayoita holi kama Waislamu yote tunaweza kuyafanya wapi? Misikiti. Leo waweza kufika mahala wewe kila baada ya hatua 20 wapita nini? Msikiti. Anda mathalan wewe pale msikiti Roba, ngia ndani, ukipita utapita msikiti gani? Mnalalo. Ana baina ya Roba na Mnalalo pale. Toka ukimaliza utakwenda utapita msikiti Mpia. Ukitoka msikiti Mpia utakwenda kwenye msikiti wa Mtambuni, sio? Ukitoka wa Mtambuni wewe waingia msikiti gani? Wa Pwani. Ukitoka msikiti wa Pwani waingia msikiti wa Bandarani. Sio, umeelewa? Shuka kwa huku kuna msikiti wa Ithna Sharia, kwa huku sijui kuna msikiti gani. Utaona tumezungukwa na misikiti, lakini twazitumia hizi zituo. Billahi alaika, billahi alaika, Mungu asijalie. Lao tujalie leo tuko kwenye hunumui ulivyo mkubwa, hauna msikiti hata mmoja. Twataka kuijenga ile misikiti 36 au 40 iliyoko. Twataka bajeti ya ngapi tupewe na serikali? Twataka kujenga misikiti 40. Na kuna misikiti za kukosti milioni 10, kuna misikiti za kukosti kulingana na ukubwa wake. Kuna misikiti mpaka yaweza kugharimu milioni 100 na 150 na mpaka milioni 200. Ilivyojengwa ni kituo kamili. Kama center kama hiyo ukitaka kuijenga leo unataka milioni ngapi? Hizi hatukuchangia sisi kama jamii kwamba tumekuwa kushikwa mchango, sijui tumekwenda tutoe, sijui kuna kikozi. Ni zitu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya nini? Ametuletea. Na mara nyingi neema hizi zimepitiwa na nyaka 50 na nyaka 70 na nyaka 100. Mfano kama msikiti wa Pwani sasa hivi umeusikilia 800 au umepita 800. 800 years. Ndio msikiti wa Pwani, nafikiri ndio msikiti wa zamani zaidi hapa kisiwani. Ule wa pale Mkunguru. Kufuatilia msikiti wa Juma mathalan. Sijui nao msikiti wa Juma unaweza kuwa una 500, una 600, una ngapi miaka. Hata hii yetu ya nyaka 50 na nyaka 100. Ile ni michango ya nani? Wewe wazungumza msikiti wa miaka 800, yani wazungumza walofanya kazi ile kwenye Muihunu ni watu kabla ya miaka ngapi? Hao pia tunataka tujenge mahusiano nayo. Na ndio bila ya kuingia kwenye mizozo ya kimadhahabi, katika mahala ambapo jamii yetu imefeli, isipokuwa baadhi, ni kuweka kumbukumbu za watu wao wakubwa waloteza dauri katika jamii zao. Masharifu wenyewe waliweka za bao, mara nyingi sisi tumezitukua ni kuzipiga zita zaidi kuliko ni kutukua mfano na sisi tukaweka zetu. Hakuna aloziviwa kufanya hauli. Ikiwa wewe waona mathalan katika wazazi wako, katika mababu zako kuna mtu alikuwa na mchango katika hii jamii, mwekee kumbukumbu. Alika watu, waeleze watu ameteza dauri gani. Sasa wale waliofanya wengi walikuwa ni Sadat, ni masharifu.
wakaweka wenyewe hauli zao za mababu zao za nini, wakaweka ziara, wakawa wenyewe huikera siku ya ziara, husafirizana, hata walioko safari wakaya wakaandamana, wakenda wakamzuru, wayapenda huyapendi, wenyewe humfanyia mtu wao, sio? Suala hawa wengine wampotea wapi? Mimi kiwa namfanyia babangu, kwa nini wataka kunilazimisha niwate? Au lazima nimfanyie na babako, usisimame mwenyewe ukamfanyia wewe? Nasikia mathalan watu kukwambia huwaona hao tu, wafanyia hao tu. Mimi nafanyia mvangu hao, sio? Na wewe wafanyie wako. Uangalie, kuna fatwa itatoka itakwambia ni haramu kuwafanyia wako? Hakuna. Hapa kuna wanazuoni wamepotea baina yao na wana wayukuu wao katika unumui. Hapa fatane na masharifu, kuna wanazuoni wa Kimui wana na zizazi zao, wana na wayukuu wao katika unumui. Wamesahaulika kwa kiasi. Leo hawa generation yoyote ukimwambia mtu fulani bin fulani, nani huyo ustadhi, hamuyui. Kosa la nani? Lakini leo angalia hawa wanayotayo leo, kila siku tu anaambiwa kuna ziara ya Habib Swaleh, leo anaambiwa kuna ziara ya Said Ahmad Badawi, leo kuna hauli ya Said Ali Badawi, leo kuna nani sijui ya kadha mwenye Said Muhammad Adnan al-Ahdali nini. Kwa nini na wengine msiweke? Kuna kina Sheikh Muhammad bin Fadil, kuna Sheikh Muhammad bin Ali al-Muawi, kuna kina al-Bakari na wanazuoni mpaka wamemsomesha Habib Swaleh. Katika baadhi ya mashekhe waliomsomesha Habib Swaleh hapa ni katika aila ya nani? Ya al-Bakari. Nani wao? Hakuna kizazi hiko hapo. Sitaki kuingia kwenye mambo ya familia mimi jamani, nimeona al-Bakari nao pia upande wa mama. Sisi tumeelewana vizuri sana. Nani aliwaziwia? Sasa utakuta kila kitu sisi twakitukulia mizozo, twakitukulia kifitna, sijui wapendana wao kwa wao, ni hakuna. Kuwekwe kumbukumbu. Mfano leo ule msikiti wapitiwa na miaka, ukipitiwa na miaka, kuna baadhi wamenena mpaka wameweka ukamate ule msikiti wa Pwani. Kwa nini haufanyiwi sherehe kisawa sawa? Kaunda watu wakatoka waka raise funds, kukapatikana funds, kukaalikwa kama vile tunavyofanya culture, kama vile tunavyofanya maulidi ya nini ya mfungo sita, ukaekewa kumbukumbu. Ule msikiti una miaka 800. Kesho kwa mtu kusherehekea kisima Mpeketoni cha Maumau cha miaka 50 na kuweka na kujenga mnara, nyinyi muna msikiti wa miaka 800 mwaupita Mbeya mato yenu. Upo jamanini vizuri sana. Ni nani? Usinirushie mimi boli, sihusiki pale, na pengine kisonga tatolewa, si wenu utakusika nani? Wako wanaohusika wenyewe, wasimame wafanye mambo haya. Ninachotaka mimi kukithibitisha ndugu zangu ni kwamba katika malezi ya kijamii ni muhimu sana, kabla ya kujenga mahusiano yetu na walio hai, tujenge mahusiano yetu na waliokufa nyuma, kwa min ajili ya kubakisha kumbukumbu za walohudumia katika huu umma. Kuna watu wametoa huduma, kisha ndio tuje sisi kwa sisi. Kisha baada ya sisi kwa sisi hajatosha. Chochote Muislamu anachokifanya ataka atupe mato mara 3 katika calculation. Aangalie nyuma, aangalie leo, aangalie na kesho. Hizi zitu wakati hauniruhusu kuzisherehe, lakini zina haraka. Yani tuataka kufanya jambo, tuangalie mathala leo tumeetewa masala ya port kama mfano, sitaki kuingia kwenye nini. Haitoshi sisi kuiangalia poti itatupa nafasi za kazi kileo. Mando tuiangalie mahusiano yake na nyuma, itatupotezea historia yetu kiasi gani? Itatuharibia heritage yetu kiasi, hiyo ndio historia. Itatuharibia utamaduni wetu kiasi gani? Na haya ni mambo sinene kuzungumza kimsikitini, haya ni mambo kitaalamu leo. Environment sijui inaitwa assessment, sijui cultural assessment, sijui kuna kila aina.
kisha tuangalie na leo sisi tutabenefit nini na hii. Hiyo ni ya kizazi nini. 3, tuangalie na next generation. Yaweza kuwa mimi na wewe leo tuta benefit, lakini next generation wanena shauri zao, kwa maana hakuna jamii baada ya sisi. Ile jamii yetu itakuwa hakuna tena baada ya sisi. Mathalan, mimi nina ardhi eka 20 Kililana, mimi nina ardhi eka 10 kule Port. Ardhi ile ni yangu peke yangu ama ni ya pamoja na next generation? Watoto watakaokuja nao wanahesabu gani katika ardhi ile? Sasa wewe unapoiangalia Poti kwa jamii yako ya sasa bila kwa jamii itakaokuja, ndipo pale unapojiona umefaulu sana kupata milioni 20 kuiata ardhi ya eka 20. Lakini wewe hukupoteza tu nafasi yako katika ule umma, umewapotezea na kizazi kitakachokuja. Watakuja hawana makao, hawana ardhi, ardhi zote zimemilikiwa na watu wengine. Kisha wajiulize tulikosea wapi? Sio, umenielewa vizuri sana? Kwa hivyo katika Uislamu kulelea mahusiano ya Waislamu, na kariri hapa muhimu sana jamani, haitoshi kuangalia sisi wa leo, lazima tuangalie mahusiano yetu na walopita. Hawakuuza. Huyu alotoa ardhi hii tulioko juu lake tunaofaidika nayo mimi na wewe, na kumezopita maelfu ya wanafunzi kusoma dini na mamia ya wanafunzi kusoma skuli na mpaka mwisho, alikuwa anao uwezo wa kuuza kwa milioni 10 aende nazo. Sisi tumeelewana vizuri sana. Hii ardhi yeye pia alikuwa anao uamuzi aitie bei, apewe milioni 5 zake 6 aende zake. Ingelikuwa leo yakumbulika tena hini. Yule alotoa ardhi kukajengwa Lamu Secondary School katika hao Al-Bakari ama ni Bujra, sijui ipi ni Al-Bakari na ipi ni ya Bujra. Kuna Lamu Primary, kuna na Lamu Secondary School. Moja ni Bujra, moja ni nani? Ni katika Al-Bakari. Bali pia walikuweza kuuza zile. Ni hot cake zile. Lakini leo sisi hatuzitambui zile neema. Wewe umamshamano tu asubuhi enda kusoma skuli. Pale leo mkitaka kuniambia kama Lamu Primary School na Lamu Boys Secondary School na Mkomani Primary School kumepita nikwambia hesabu ya maelfu ama yani ya vijana wamezosoma pale. Hapa sote sisi kila siku huyu kwa huyu. Wewe umesoma Lamu Primary ama umesoma Lamu Secondary, kama ni mwanamke umesoma nini? Kama zilikuwa ardhi zile ule alinena kuna mradi yao sasa na sisi tunaweza kupata milioni 3, ingelikuweko yao ile. Na bali tumezozipoteza. Hospitali ile leo yasemekana ni katika sina hakika zitu kama hizi, lakini ni katika maneno ya kupokea. Hii ambao sasa imefanywa polisi, ile imetolewa na kina Marhamu Dhiebi. Na ilitolewa kwa sababu ya umma ijengwe mahala pa kunini? Pa matibabu. Kuna asset nyingi ziko kwenye Mui. Yule aliotoa mwenye mansabu alipotoa uwanda ule pale wapi? Riyadha, leo umekuwa ni college, ni madrasa, ni watu usoma. Wa hakadha. Ule ni mchango mkiutamali jamani, na nataka zitu hizi mzifanyie research. Neema institution, baadhi ya resources zilioko katika Hunumui, 70% mpaka 80% bado twala matunda ya walochangia walokufa, sio tulochangia sisi. Wale walokuwa hata hawakwenda form 4, wale ambao mara nyingi sisi tunaita walikuwa ni umma haukusoma, haukunini, haukuerevuka.
Toa hii misikiti mipya imezojengwa yuzi na yana ambayo tumeiona sote ikijengwa. Misikiti yote iliyoko Moi kutoka mando Lualisefu mpaka kusikilia msikiti wa wanawake kule Tundani. Kuna mmoja katika alojenga misikiti ile bado uko hai? Hakuna. Kwa hivyo sisi bado twaishi katika ziwanda za watu walokufa, katika majengo yalojengwa na watu walokufa. Zetu ziko wapi? Mashamba tulionayo ambayo twayauza leo, hapa ndipo ninapopatilia mkazo. Sasa ni lazima mfumo wa kimalezi, na ndio mtakuta jamanini, zitu ziko beyond mara nyingine ya decoration munayoiona. Uislamu unapokuja kukwambia nendani mkazuru makaburi, nimewambia msitaki muniingize kwenye mijadala ya kimadhahabi, kama mtu haamini haamini, kila mmoja kwa itikadi yake. Uislamu unapokuambia kwenda kuzuru makaburi, Uislamu unapotwambia tuadhimishe watu watukufu, haubaki kwenye mjadala Yasini itamsikilia ama Yasini. Twapotea kwenye philosophies, haiko kwenye mjadala. Ukisoma Fatiha ataipata, ukinena Allahumma usili ilayhi thawaba dhalik, Allahumma usili ilayhi thawaba dhalik, henda mazendi, si ubaki hapo. Masala yako hapo, masala yako deep. Kwa nini sura mzima na sura nyingine kadha wa kadha imeteremka? Isomeni suratu Maryam, ikianza maneno haya kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya, akaendelea mpaka mwisho, kisha anda pale wadhkur fil kitabi Maryama, sio wadhkur fil kitabi Ibrahima, wadhkur fil kitabi Ismaila, wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur. Ambiwa mtumi, baina ya mtumi na Nabii Ibrahim takriban miaka 2000, takriban miaka 2000. Alazimishwa mtumi usitembee bila ya kumkariri Nabii Allahi tena nena. Bado sisi natabiu millata. Billahi alaika, katika nyinyi wale waliokwenda haji wakumbuke, ukenda haji nyinyi, asilimia ya yale matendo mnayoyafanya karibu 90 ama 100 ni ya nani? Ya Mtume Muhammad, ya Nabii Ibrahim. Alopiga mawe ni nani? Nabii Ibrahim. Alokwenda sa'i baina Safa wal Marwa ni nani? Hajara, sio? Mamake nani? Nabii Ismail. Sio? Maya Zamzamu ya nani? Nabii Ismail. Kwa hivyo nyinyi mwaripiti matendo yamezofanyika miaka 3000 nyuma kwa nyinyi wa leo, au zaidi ya 3000. Mbona pale hakuanzi mjadala? Huku standa Allahumma salli ilayhi, usikilia ama haimsikilii? Ukisoma Yasin usikilia. Le jiwe ulipijalo la nini? Hala jiulize, keti na akili yako mbali na dini, ukekevene wewe kuandika na mawe na ukuta tu, mambo ya kiakili, mambo ya kiwazimu. Kwa hizo akili hizo bila kuweka dini, sasa mambo gani yale? Mambo ya kiukutu? La, si masala ya kiukutu, ni masala uyafanye practical, uweze kuhuisha hisia ya ufuasi wako kwa Nabii Ibrahim. Mbona pale unapoisimamia bendera ukaipigia saluti, huo ni mambo ya kiukuchu na lentambara? Leo simamiwa bendera, wenye bid'a wasokuwa na bid'a wote fanya nini? Simama. Utaifanyia nini? Utaipigia saluti. Wewe ukiwa na mpendi wako umemtamani, poleni kidogo, tuko kwenye saumu, una yale mahaba ya kihakika, sio mahaba haya ya yeo ya kutezana shere, si wale walikizunguka nyumba jamanini wakibusu kuta bwana, ama hakuna wale ugwa mahaba hapa? Ule mshairi wa Kiarabu mwanena, amuru ala aljidari jidara leila uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara wama hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Asema napita kwenye kuta usiku kizizunguka. Ushawahi wewe kupenda ukazunguka nyumba usiku mmoja mara 7? Kwa hiyo amuru ala aljidari
ala diyari diyara Leila. Mimi nilikuwa nikipita hizo nyumba za kina Leila paka viatu marizika soli. Haitosha nena uqabilu dhal jidara, na nikizibusu kuta pande hunu na hunu na hunu. Watu wakiniona na wazimu kwamba mimi nimeshukua mahaba ya kupenda ukuta, akanena la wama hubbu diyari shaghafna qalbi, si kuta zilizonitia nyonda moyo wangu, walakin hubbu man sakana, lakini nampenda aliyoko ndani ya zile nyumba. Kwa hivyo kwa kuwa nampenda aliyoko ndani ya nyumba, nimeipenda mpaka ndio leo sasa nilikwambia ukipenda mti penda na tundale. Nyinyi mukenda haji mukafanya tawafu pale kwenye Al-Kaaba mara 7, mukimaliza uambiwa ni sunna kuswali rak'ataini, sio? Huitwa salatu kwa madhhabi ya Imamia ni wajibu haswa, si sunna. Salatu rak'ataini. Na aula uziswali wapi? Utakwambia utakwenda kuziswali mahala huankuliwa makamu Ibrahimu. Nini? Ni jabali alolifanya maukwa Nabii Allah Ibrahim, akapanda akajenga Al-Kaaba, limewekwa lile pande la jiwe, na kila tukenda pale upija rakata hiyo. Hakuna nenao huabudu lile jiwe, hatuabudu lile jiwe pale, twatabaruku na nani? Na Nabii Allah Ibrahim. Yote ni katika kuhuisha nini jamanini? Historia. Hapa ndipo mahala kumetiliwa mkazo sana. Kisha sasa ukitoka kutambua waliotangulia, ndio utatambua walio hai, na ukiweza kutambua walio hai, ndio utatambua watakaokuya baada yako watakuwa ni watu aina gani. Wakati hauturuhusu tena, na kama nilivyowatangazia mada, ilikuwa bado tena kama milango miwili au mitatu, manake hata hii malengo hatukuimaliza. Kuna karibu nusu nimeirukaruka, kwa baadaye tuje katika nyanja za kimalezi na nyadhifa, nani muhusika wa malezi, taasisi, lakini haiwezekani. Wakati ulikuwa mfupi na kwenda mbio, nimejaribu, lakini pia kwenda mbio sana pia haingeeleweka, hatungepata kitu. Kwa hivyo naomba kile tulichobahatikiwa kukipata, insha Allah taala tutatosheka nacho, na Mungu akitupa fursa mara nyingine ya kupata kuyarudia yale yaliyobakia, tutaweza tukayarudia, tukakamilisha hii mada na tukaendeleza. Sitaki kurefusha sana kwa sababu leo kuna mambo mingi. Nataka tuhatimishe darsa kama nilivyowaambia, na kabla ya kuhatimisha darsa kuna maswali yamekuja hata sasa hivi, najaribu kulisoma haraka haraka lakini silipate, yameandikwa kwa urefu. Sasa siwezi, itabidi nyamae dakika 5 kulisoma, lakini kuna na mengine list pia sikubahatikiwa kuyajibu, watanisamee watu. Nataka kuchukua fursa hii kwanza toa shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu kila linalojiri katika ulimwengu ni kwa ajili yake na ni kwa nguvu zake na ni taufiki yake. Ametupa taufiki, alhamdulillah, tumeipata mwezi wa Ramadhani. Kuna walokosa mwezi wa Ramadhani. Ametupa taufiki, alhamdulillah, tumetekeleza saumu zetu kwa kubambanya na mapungufu yetu na swala zetu na zisomo zetu. Ametupa taufiki, alhamdulillah, tumeweza kuendeleza darsa zetu mpaka tumehatimisha leo. Kwa hiyo tumuomba yeye kama alivyotuwafikia kuyapata haya, atuwafikie kufaidika nayo pale ambapo tutaweza kufaidika. Vile vile napenda nisiwasahau katika yale nilikuwa nikizungumza, muassis wa darasa hili, walioassis kabla ni al-allama samahatu Sheikh Hussein Baidhuni, ndio alianzisha hili darasa akilizungumza kwa lugha ya Kiarabu. Yeye uko hai, Mwenyezi Mungu ampe afya na Mwenyezi Mungu amlipe mema. Na pia As-Sayyid al-marhum As-Sayyid Hussein Sharif Alwi, ambao alikuwa akifasiri Kiswahili, kisha baadaye akalitukua yeye akaliendesha hili darasa mpaka Mwenyezi Mungu alipomukhtari mwaka wa 2000.
mzee wetu, japokuwa alikuwa yeye si mzungumzi, lakini ndio alikuwa mushrif akitusimamia katika kuendesha haya madarasa kwa waliopita na mpaka wakati wangu na mpaka Mwenyezi Mungu alipomukhtari mwaka 2008. Walimu zetu wote waliotusomesha mpaka tukasikilia maksada ya kuankuliwa ngaki shekhe, ukaweza kuketi kwenye kiti ukasoma aya ukafasiri, ukasoma hadithi ukafasiri, zote ni juhudi zao, bila ya kuwataja maina. Ni wengi wa hapa nchini, bande waliotusomesha, waamu, wapengine, wote kwa jumla tuwapa shukurani. Vile vile napenda kutoa shukurani kwa timu iliyohusika na masala ya utangazaji, kurushwa darasa. Watu wamefaidika kwa mamia, wengine zaidi ya nyinyi mlioko hapa katika nchi mbalimbali, East Africa mpaka Arabuni na mpaka Ulaya, zimesambaa kiasi kikubwa alhamdulillah, na watu watoa shukurani kwa sababu ya juhudi ya vijana hawa wamezofanya mambo haya, na wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajazi kheri na atawalipa. Vile vile nataka kutoa shukurani kwa baadhi ya marafiki ambao wenyewe hawataki ni watae, ambao waliodhamini mambo haya, na baadhi manake wamedhamini hata Ramadhani haiingia. Mmoja aliniambia mimi, mara hii ni masala ya gharama za online zote ustadhi tazifanya mimi, na yeye hako huku kwetu, uko mbali ulimwenguni. Pia Mwenyezi Mungu atamtilia baraka katika maisha yake na katika riziki zake. Waloeta zombo, waloeta, sitaki niwahesabu watu wote, na wa mwisho ni nyinyi, sababu darasa ni watu mnena pweke wa kama mandazimu, sio lau si nyinyi kuhudhuria mukatupa masikio yenu mukatusikiza, wakati wenu mukatusikiza, ni heshima kubwa. Na mimi hunena kila wakati, na hususan wakati tunapokhtalifiana, hufurahisha zaidi kwamba tukhtalifiana, tuna misimamo tofauti, lakini tuweza kuketi tukasikizana na tukajadiliana, na ukanikubali ama ukanikataa, na nikakubali. Huu ndio ustaarabu ambao wataka ujengwe katika jamii zetu za nini, za Kiislamu, sio kurushiana, sio mawe, ila mmoja na mawazo yake. Na nataraji katika darasa zangu mara nyingi huwa najaribu sana kuheshimu mawazo ya kila mmoja, na kama kuna mahali popote nilizungumza kitu kimemuudhi mtu ama kimemgonga mtu, tutasameheana, ni binadamu, si mkamilifu. Na waomba dakika 2-3 zilizobakia tumatie ustadhi wetu Ustadh Athman atuongoze, tusomeni kidogo matayasara min alqurani alkarim, tuwatunukie mashekhe zetu wote na wazazi wetu wote tulioko hapa msikitini na walioko nje, na kila waliotangulia katika darul akhira. Mwenyezi Mungu awarahamu, na Mwenyezi Mungu awanawirishie katika kaburi zao, na Mwenyezi Mungu awajazi kheri kwa kila lema waliotufanyia. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.